tunaposema uzao wa nyoka na uzao wa Mungu, ni mambo ya ufunuo, ni mambo ya kilindi sana. Watu wa madhehebuni wengi hawafahamu mambo hayo, sababu Mungu aliwawekea mambo hayo watoto wake, ambao watoto wa Mungu wamezoea kula chakula kigumu. Yani ufunuo ndio chakula kigumu. Kwa hiyo chakula kigumu wakiwapelekea watu wa madhehebuni hawezi wakala, kwa sababu ni chakula kigumu. Chakula kigumu kimetengenezwa special kwa watoto wa Mungu na binti za Mungu. Sasa tunaposema uzao wa nyoka, je, nyoka nao uzao katika binadamu? Ndiyo. Na Mungu anao uzao katika wanadamu? Ndiyo. Sasa tutaenda kuzungumza mambo hayo. Tunaposema uzao wa nyoka, uzao huu wa nyoka uliingia katika mwanadamu kupitia yule kiume aliyoitwa nyoka, ambaye Ibilisi mwenyewe akiwa joka akamtumia yule kiumbe aliyoitwa nyoka, na yule kiumbe ndiye aliyeenda kufanya uzinzi na Hawa. Na alipolala na Hawa, mbegu ya Ibilisi kupitia nyoka ikaingia tumboni mwa Hawa. Alafu Adamu naye akamjua mkewe Hawa, mbegu ya Adamu ikaingia tumboni mwa Hawa, akazaliwa mtoto aliitwa Habili. Sasa hawa watoto wawili, kuna siri kubwa sana. Huyu mmoja alikuwa wa kiroho, Habili alikuwa mtoto wa kiroho, sababu ndiye mtoto halisi wa Adamu. Kaini alikuwa mtoto wa yule nyoka. Sasa hawa wawili wakaenda kumwabudu Mungu. Kaini akamjengea Mungu madhabahu na Habili akamjengea Mungu madhabahu. Huyu mmoja ambaye Habili alikuwa na maabudu Mungu katika roho na kweli, Kaini alikuwa na maabudu Mungu kwa njia ya akili. Hayo makanisa mawili mpaka leo bado yangali yanaishi. Kanisa moja la kiakili, kanisa moja la kiroho. Yote Mungu alisema yaacheni magugu na ngano yakuwe pamoja mpaka wakati wa mavuno, wakati wa mwisho atakapotenganisha ngano na yale magugu. Sasa hawa watu wawili, hawa watu